Ubaya wana Simba, wana Simba. Asanteni sana Mheshimiwa Diwani Mazingiziwa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, viongozi wa Simba mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa Simba wilaya ya Ilala, mgeni rasmi, mkurugenzi wa matawi na wanachama wa Simba Sports Khamisi Kisiwa, wanachama, wapenzi na mashabiki wa Simba, habari za mchana. Assalamu alaikum. Ndugu zangu wana Simba, tuko hapa leo kwa ajili ya shughuli mbili. Shughuli ya kwanza tayari imeshafanyika ikiongozwa na Khamisi Kisiwa, ambayo ilikuwa ni uzinduzi wa tawi la Ngobedi lililopo Chanika Zingiziwa. Hili limeshakamilika hivi sasa na tawi hili ni tawi rasmi hivi sasa na Simba Sports Club. Lakini shughuli ya pili ni uzinduzi wa hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23, mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico. Hii ndio shughuli ambayo inakwenda kuanza hivi sasa. Lakini nitoe nasaha zangu ndogo tu mara baada ya kufanikiwa kuzindua tawi letu, tawi la Ngobedi kwa hapa Chanika Zingiziwa. Kuzindua tawi ni jambo moja, na tuna kila sababu wanazingiziwa kufurahia kuwa na tawi hili. Lakini kinachofuata baada ya uzinduzi wa tawi ni kuendelea kulitunza na kulidumisha tawi hili. Waswahili wanasema kuzaa mwana sio kazi, kazi ni nini? Kazi kulea. Kwa hiyo kuzindua tawi sio kazi, kwa sababu ni shughuli ya siku moja tu. Kazi iliyobaki ni kulilea tawi letu hili liendelee kuwa hai, liendelee kufanya kazi za Simba Sports Club. Hiyo ndio kazi ya msingi ambayo tunapaswa kuifanya kuanzia hivi sasa. Na ili kazi hii iende kiukamilifu, ni lazima viongozi wa tawi hili msimamie misingi ya tawi lenu, msimamie misingi ya Simba Sports Club na msimamie makubaliano mliojianzishia wakati mnafungua tawi lenu. Kwa kufanya hivyo, mtaishi kwa amani na upendo na kwenye misingi ya nguvu moja ambayo ndio misingi mama ya Simba Sports Club. Jambo la msingi ni kuepuka migogoro. Na ili kuepuka migogoro, lazima mfuate yale ambayo mmekubaliana ndio misingi ya tawi lenu. Isitokee katikati ya safari ya tawi lenu mtu akaibuka na mipango mingine mapya bila kuwashirikisha wanatawi, na hapo ndipo changamoto ya matawi mengi inapoibukana. Lakini changamoto nyingine ni kwenye idara ya fedha. Kama hakutokuwa na taarifa za uwazi za mapato na matumizi ya fedha za wanachama wa tawi, hapo fitna kubwa huwa inaingia na matokeo yake matawi mengi huwa yanavunjikia hapo kwenye fedha. Kwa hiyo kwanza, jambo la msingi la kwanza ambalo mnapaswa kulifanya, fedha za wanatawi zisikae mikononi kwa mtu. Sisi wote tuna shida zetu. Ukimwekeza mtu hela yako, ni rahisi kujikopesha akashindwa kuitumia, na baada hapo migogoro ndipo inapoanza. Tunazo benki ambazo tunafanya nazo kazi, tuna NMB, tuna CRDB. Nendeni mkafungue akaunti ya tawi, michango yote ya tawi ipitie kwenye akaunti hiyo, fedha zikae humo. Na ili kutoka fedha humo, lazima kuwe na sababu za msingi ambazo
wanatawi wote mmekubaliana, fedha inatoka inakwenda kwenye matumizi, na mweka hazina ana jukumu la kurejesha taarifa ya matumizi ambayo yamefanyika. Mkiishi kwenye namna hiyo, mtaishi kwa amani na hamtakuwa na migogoro. Lakini ikatokea mmeshindwa kuelewana wenyewe kwa wenyewe, zipo ngazi za wilaya ambazo mtakimbilia huko kwenda kutatua changamoto zenu. Msikimbilie kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari havitatui migogoro yenu zaidi ya kwamba mnakwenda kuikuza zaidi. Mmeshindwa kuelewana hapa Zingiziwa, nendeni wilayani, mkamate Malaika, mkamate Matara, waelezeni shida yenu nini. Wao kwa uzoefu wao na busara zao watatatua changamoto zenu, mambo yaendelee kuwa gwede. Msianze kuchafuana, msianze kupakana matope. Yule mwenyekiti mwizi, yule mwenyekiti kafanya hivi, bwana fedha kafanya vile, yule kamchukua yule. Shida zinaanziaga hapo. Mkishindwa ngazi ya wilaya, njoeni ngazi ya mkoa. Mkishindwa ngazi ya mkoa, Mzee Kisiwa hizo ndo kazi zake za kusuluhisha migogoro. Njooni pale makao makuu, aje atatue migogoro yenu, mambo yaende vizuri. Ndugu zangu wa Zingiziwa, tawi la Ngoredi, baada ya kuzindua kwa tawi lenu hili rasmi, sasa ninyi mmeshakuwa familia ya Simba Sports Club. Mwanzoni mlikuwa mnafanya mambo yenu kwa kujitegemea huko, lakini sasa ninyi ni familia rasmi ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo mnawajibika, mnalazimika kufuata miongozo, kufuata taratibu na maelekezo kutoka Simba Sports Club. Yawe ni maelekezo kutoka wilayani, yawe ni maelekezo kutoka ngazi ya mkoa, ama maelekezo kutoka ngazi ya taifa. Hayo mnawajibika kuyafuata na kuyafuatisha bila kipingamizi cha aina yoyote, kwa sababu tayari ninyi mmeshakuwa wanachama, na kuwasisitiza watu wenu na wenyewe wavae jezi za msimu husika. Ndugu zangu, hayo ni yale ambayo yanahusiana na tawi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli yetu imekwenda vizuri, tawi limezinduliwa. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa kulitunza na kulidumisha tawi letu. Lakini jambo jingine ambalo limetuleta hapa Zingiziwa ni uzinduzi wa hamasa, na niseme kwamba hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 siku ya Jumapili imezinduliwa rasmi hapa katika tawi la Ngoredi Chanika Zingiziwa. Lakini nichukue nafasi hii kuwaalika ndugu zangu wana Zingiziwa katika mchezo wetu wa tarehe 23. Tarehe 23 tuna kibarua kigumu kweli kweli, tuna kazi nzito kweli kweli, tuna mechi ngumu kweli kweli. Lakini pamoja na ugumu wa mchezo huu, pamoja na kibarua kizito tulichonacho siku ya Jumapili, nichukue nafasi hii kuwahakikishia wanasimba wa tawi la Ngoredi, pamoja na ugumu wote wa mchezo huu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na alama 3 siku hiyo. Petro hata awe mgumu vipi, hata ajikaze vipi, hata tusumbue vipi, lakini kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Akate
asitake, kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Apende asipende, ataachia alama 3 siku ya Jumapili. Abane aachie, ataachia alama 3 siku ya Jumapili. Twendeni Benjamin Mkapa, ndugu zangu wa Simba, twendeni tukachukue alama 3. Pamoja na ubora wa timu yetu tuliokuwa nao na maandalizi makubwa yanayofanyika kiufundi kuelekea katika mchezo huu, mipango yote ambayo inafanywa na viongozi wetu kuelekea katika mchezo huu, lakini nguvu yetu ambayo tunaitegemea Jumapili itupe ushindi siku hiyo, nguvu yetu, silaha yetu ni ninyi wanasimba wa hapa Zingiziwa, ni ninyi wanasimba kutoka sehemu mbalimbali. Uwepo wenu Benjamin Mkapa, na tena uwepo wenu kwa wingi wenu, ni silaha namba 1 ya Simba kupata matokeo siku hiyo. Kwa hiyo mwana Simba, Jumapili ya tarehe 23, ukichagua kubaki Zingiziwa, maana yake umechagua kuihujumu Simba Sports Club. Maana yake umechagua kutoitumia silaha yako ya kuwepo Benjamin Mkapa siku hiyo. Maana yake umechagua Simba ifeli siku hiyo. Na sidhani na wala sioni kama kuna mwanasimba yoyote hapa yuko tayari kuiona Simba yake inafeli. Kila mwanasimba anaitakia mema Simba yake, na kuitakia mema kwa vitendo Simba yako ni kuja uwanjani siku ya Jumapili. Nunua tiketi yako mwanasimba, fanya unachoweza, kopa, omba, nunua tiketi yako Jumapili, njoo Benjamin Mkapa. Asibaki mtu siku hiyo, siku ya Jumapili.